Yes, karibu sana mwana michezo hapa ninakutana kwa ajili ya kujadili taarifa za michezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Na hii ni Kawabe Media Template, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X kutoka tunapatikana @Kawabe Media. Mimi ni Abu Bakr Juma Abu Bakr, na hapa niko na mchambuzi za IG Hassan Hamza. Pige pass za madoido wa Kawabe Media. Kwema shwari kabisa. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia kabisa. Mnyama Simba leo safarini kuelekea visiwani Zanzibar tayari kwa mchezo dhidi ya RS Berkane kutokea pale nchini Morocco. Na RS Berkane muda wowote kuanzia sasa wanatarajiwa kutua hapa nchini Tanzania moja kwa moja na ndege yao mpaka Zanzibar pale. Mnyama Kawai kachelewa kwenda Zanzibar. Simba Sport Club imekuwa ni tamaduni yake kuwahi, hususan kwenye mechi kama hizi za maamuzi. Tunaangalia kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch aliwahi, kunaangalia kwenye mechi dhidi ya Al Masry, mechi dhidi ya Berkane wao mechi nyingi Simba anakuwa anawahi kutokana na ile kuadapt mazingira mapema na mipango ile ya mwalimu ndani ya uwanja, kuapproach mbinu, kuingiza mbinu kwa wachezaji. Kwa hiyo mnyama Simba kuwahi inakuwa ni desturi yake kwa ajili ya mwalimu Fadu kuingiza mbinu kwa wachezaji, na unajua ni Oman Zanzibar Simba hajazoea sana hivyo, kwa hiyo inabidi awaidi mbinu aingize kwa wachezaji na ziweze ku click. Sawa, tukirejea nyuma kidogo, jana kulikuwa na press na wanahabari. Msemaji wao wa Simba Ahmed Ali alizungumza pale mambo mengi sana. Lakini moja kati ya kauli ambayo alizungumza ni kuhusiana na yale mauzo ya tiketi ambayo yalifanyika tayari kwa mashabiki wa Simba, na kusema kwamba zile tiketi zitatumika kwenye Simba Day. Kama taasisi ya Simba Sports Club kuja na maamuzi kama yale kwa mashabiki zake, hii huone kama inashusha uaminifu kwa mashabiki wa Simba? Hii kwanza kusema tiketi zinaenda kutumia kwenye Simba Day pengine ni inawanyong'onyesha mashabiki wengi wa Simba ambao walikuwa wameshajiandaa kuja kushuhudia mchezo pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Unazungumzia mshabiki ambao anatoka kanda ya Ziwa zaidi ya kilomita 1050 mpaka Dar es Salaam. Unazungumzia mshabiki anaotoka kusini kule kilomita zaidi ya 700 kuja Dar es Salaam ambaye kashakata tiketi mapema. Hii cha kwanza, washabiki wengi ndio maana ukimsikia afisa habari wao Ahmed Ali anasema wenyewe walikaa chini na wakaamua, hawajasikiza maoni ya mashabiki ambao wametoa hizi fedha zao kwa ajili ya tiketi. Kwa hiyo hii ni maamuzi yenyewe umetumia powerful kuamua itatumika mwezi wa 8. Leo mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5 huu mpaka mwezi wa 8. Almost ni zaidi ya miezi 3 ndio tiketi ije itumike kweli. Kiubinadamu hamna mtu aliyofurahishwa na maamuzi haya. Hata mimi pia mchambuzi wa soka sijafurahishwa na maamuzi haya, kwa sababu cha kwanza ni shabiki ambao wamejichanga paka kuchanga ile fedha pale koja kukata tiketi mapema. Makosa yao wenyewe, wameamua kutumia ubabe kuyarekebisha. Huo ni ubabe, makosa yao waliofanya wenyewe wameamua kutumia ubabe. Kwa hiyo mimi kwa mnyama Simba kwa ile alofanya, hususan viongozi wote wa Simba wameteleza. Wangesikiliza maoni ya mashabiki ambao waliokata tiketi zao, waliotoa fedha zao kwa ajili ya mchezo huo, wangewasikiliza kwanza maoni, wangewapa room ya kutoa maoni yao juu ya hii tiketi. Ila hamna utaratibu uliofanyika, zaidi wenyewe wamekaa vikao vyao wakaamua hii inanyong'onyesha washabiki wa Simba Sport Club. Imagine mpaka mwezi wa 8 tiketi inaenda kutumika kwenye Simba Day. Mwezi wa 8 tiketi inaenda kutumika. Una garantia kuwepo mpaka mwezi wa 8. Kwa hiyo vitu vingine utaki kuvichimba sana, vichimba juu ili mwenye akili na ataweza kupembua hili swala ambalo tunaliongea hapa. Sawa, sasa kauli ambayo ameitoa ni kama vile wamewacommand mashabiki. Ni kwamba hii tunaita ni kauli fulani hivi ya kimamlaka zaidi. Kauli yasema powerful hiyo yani kwamba unatoa tu kauli ni kama amri. Hii kama inashusha kitu hivi. Yani unawaamrisha mashabiki kiulazima kwamba tiketi zitumike kwenye Simba Day. Ile room ya mashabiki maoni haijatumika hapa, ambao Simba tumekuwa tunajua ni wahanga wa asilimia kubwa kutoa room hii ya mashabiki kwenye baadhi ya mambo yao mengi wakiwa na uhusianisha mashabiki. Ile room ya mashabiki hapa haipo, imetumika dictatorship kama ndia ya uongozi kuamua baadhi ya mambo. Kwa hiyo mimi kwa hapa Simba alichokifanya wameteleza kiasi kikubwa sana. Wangewasikiliza walau hata mashabiki, wangetoa room mashabiki wenyewe ndio wangeamua. Ila ukisikiza kila shabiki anakuambia mimi sijapenda, inalazimika tena wale ambao walikata tiketi wakati tiketi zingine kuelekea visiwani Zanzibar. Obvious kwangu mimi haijakaa poa, haijakaa mara pake. Wangetoa room kwa mashabiki kama anavyotoa Simba Sport Club. Bana mashabiki tunafanyaje hapa? Wangetoa maoni hata siku 2, wangekusanya yale maoni kwa mashabiki wa Simba hata siku 1 tu ile wangetoa room wakakusanya maoni, angalia maoni ya shabiki wa Simba anasemaje hivi na hivi, wangeachakata, wangepata jibu bora zaidi. Sio mpaka mwezi wa 8. Mwezi wa 8 ni mbali guys. Sawa, sasa kama ndo hivyo mnyama Simba, kuna wale mashabiki wengine ambao wa timu zingine
Uone nao tunajua mpira ni burudani na watu wanapenda burudani, especially kwa sisi hapa wa Tanzania. Mechi zikitokea kama hivi, anacheza Yanga labda ama anacheza Simba, mashabiki tofauti wapo pale, especially kama anacheza Simba tunaona mashabiki pia wa Yanga, kama anacheza Yanga pia tunaona mashabiki wa Simba. Sasa wale mashabiki wa timu zingine waliokata tiketi zao ambao sio wa Msimbazi na wa timu zingine, wale tunawafanyaje? Kwa nini wasingefikiria hata hatua nyingine ya kuwafanya mashabiki njia nyingine kutumia ili mradi kupunguza hii gap ile la tiketi? Na ukija ukaangalia sio tu mashabiki wa timu nyingine ambao ziko hapa Tanzania. Fikiria nje ya box, wala wanaotoka nje mpaka Tanzania wanakata tiketi kwenye mchezo huu mchezo wa finali ambao uko nataka kupigwa kwa dimba la Benjamin Mkapa. Fikiria hao mashabiki ambao wako nje mpaka Tanzania wamekata tiketi kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo wa finali. Na wenyewe nia na madhumuni kuangalia finali tu, sio kuangalia na sio Simba Day, sio kuangalia nini, hapana. Hawa watu fanyaje? Au ndio ile imetumika kuwa hawa mzunguko wote lazima watakuwa washabiki wa Simba watakuja siku ya Simba Day, ila hao wengine labda kuna utaratibu ambao umefanyika. Mimi naamini hao wengine ambao wamekata kuanzia VIP, hao wengine kuna utaratibu umefanyika aidha kuwarudishia zile kosti zao, maana yake wanaamini wengi ambao waliokata asilimia kubwa madaraja ya juu, wengi ni watu wanaopenda starehe ya football, wanakuja kuangalia mpira. Mechi haipo hapa. Kama mechi haipo hapa, hawa sio mashabiki wa Simba, hawezi kuwapa garantia 100% ni mashabiki wa Simba. Lazima kuna utaratibu umefanyika, wapate warudishiwe fedha zao au wapate alternative way ya kuwarahisishia aidha mchezo wa Zanzibar au la. Kwa hiyo mimi naamini hilo, tusema paka washabiki tunza tiketi yako paka Simba Day ni wenzangu na mimi mzunguko viti vya machungwa. Maana yake wanaamini hao mzunguko viti vya machungwa wengi ni mashabiki wa mnyama Simba Sport Club. Sawa. Sasa huu ni msururu ambao unaendelea. Tukirudi nyuma kidogo kwenye dabi ya Kariakoo ilitokea hivi. Mechi kaghairishwa, then tiketi ambazo mashabiki wamezikata wa Simba wa Yanga. Hivyo vitu vikawa kama hivyo, lakini pia hata hii pia imetokea kwa Simba Sports Club. Wamewahi kuwakatisha mashabiki tiketi, and then baada ya hapo vinatokea vitu kama hivyo, uwanja unahamishwa. Tukilinganisha, tukiweka scenario ya haya matukio mawili, kuna kitu kitapunguza kwenye hivi vilabu vile, especially kwa Simba ambaye ndo matukio mawili yametokea kwake, dabi pamoja na hii ya mechi ya kimataifa. Mechi ya kimataifa, afu zote mechi kubwa zote matukio yanatokea ya kwa mnyama Simba Sport Club. Kama nilivyosema pale awali, hii inaenda kupunguza ile imani ya mashabiki kukata tiketi mapema, hususan kwenye mechi kubwa kama hizi. Manake wanakuwa washaingiwa na ubaridi na hofu kuwa tunakata tiketi sawa mapema na hamasisho, tunakata tiketi ila hatujui kama mchezo utachezeka. Sasa hivi tutegemee hizi tiketi ambazo Simba anatangaza, sikufichi, tutegemee hili kuwa tiketi watu wataanza kununua siku 2 kabla ya mchezo. Watakuwa na uhakika mchezo unapigwa sehemu fulani na mchezo hauwezi kughairishwa sehemu hiyo. Kwa hiyo mimi kwa hichi cha kwanza, Simba lazima watakuwa wamepata somo kubwa sana. Ile haraka ya kufanya vitu kwa haraka pasipo kuwa na uhakika kama hichi kitu na ukifanya kwa haraka kitafanyika sehemu hiyo. Lazima Simba watakaa zile pupa za viongozi, watatulia, watascale mambo. Sawa, burudani kabisa. Hii ilikuwa ni Kawabe Media Channel, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X, kwa hiyo tunapatikana @Kawabe Media. Na hapa mara kuu ilikuwa ni kuhusiana na mnyama Simba ambapo visiwani Zanzibar kule anapiga hodi leo.